Hakika ukuu wa Mungu una maisha yako. Mungu amejifunua kwako kwa viwango vya ajabu kwa utukufu wake, kwani Mungu aliyekununua kwa damu ya mwana kondoo. Hakika uaminifu wa Mungu anajifunua kwako, kwa maana Mungu alikuumba akakuleta katika mgongo wa dunia, alikufinyanga wewe ni mtambo wa ajabu, lakini ndani ya ufinyango Mungu alikupa uitawale hii dunia, uitiishe. Katika kuitiisha, mkono wa Mungu utaonekana ndani ya maisha yako, lakini uaminifu wa Mungu utaonekana ndani ya maisha yako endapo utamwabudu Mungu katika roho na kweli. Zile kanuni na sheria Mungu alizomkabidhi Musa, Torati ya Musa, akasema mkifika katika nchi ya Kanaani mniabudu mimi. Ukitimiza hayo kwa moyo wako wote, hakika dunia hii itaimiliki kwa utukufu wake. Kwa maana isema nendeni mkatiishe, kwa maana Mungu aliweka dunia hii chini ya miguu yetu kwa utukufu wake. Hakika wema wa Mungu ukufunike ndani ya maisha yako kwa utukufu wake. Mungu wetu ni Mungu wa sifa za utukufu, lakini upendo wake, alitupenda kwa neema yake ya damu ya mwana kondoo iliyomwagika pale Kalvari msalabani. Ile damu ya mwana kondoo inasema matendo makuu ya Mungu wetu, kwamba yeye ni Mungu, yeye ni Bwana, yeye Simba wa Yuda. Akiunguruma kila kitu kinakaa sawa. Endapo utapata changamoto katika maisha, zile changamoto zitakuwa ni daraja la wewe kufikia yale ndoto zako za maisha yako, kufikia mafanikio katika maisha yako. Ukuu wa Mungu utaonekana endapo utasimama katika ile imani ya kweli, kwa sababu Mungu anaporuhusu changamoto, majaribu ndani ya maisha yetu, lile linakuwa ni daraja ya sisi kumuona Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo Mungu atajifunua, kwa sababu yeye ni Mungu anayetupenda, anayetulinda, aliyetumaini kwamba sisi ni vyombo vya sifa za utukufu wake. Tunamrudishia sifa za utukufu wake, kwa maana yeye ni Mungu, hakuna Mungu kama yeye. Yeye ni muumbaji, yeye ni mfinyanzi, hakuna kama yeye. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kiamini kwa mwana wa Mungu, kila kitu kinawezekana. Hakika Mungu, nenda kwa uwezo huo, nenda kwa mamlaka hiyo. Hakika Mungu atajifunua kwako kwa neema ya Kristo Yesu ya msalaba, kwa maana ule msalaba unatuwezesha sisi watauwa wa Mungu tumuone Mungu, kwa maana alisema kwamba yeye ni chanzo cha uzima wetu, yeye ni chanzo cha mafanikio yetu. Kwa hiyo mafanikio yetu tunayapata pale endapo tunamkiri yeye, tunamwabudu yeye katika viwango vya ajabu vya utukufu wake. Hakika Mungu wetu ni mwaminifu. Wema wa Mungu unajifunua katika maisha yetu kwa mipango ile Mungu aliyeweka ndani yetu, kwa maana imani yetu inauishwa ndani ya Kristo Yesu kwa utukufu wake. Hakika wema wa Mungu unazingatia yale makusudi ya Mungu aliyewekeza kwako, kwa maana kila mwanadamu aliyekuja chini ya mgongo wa dunia alimpa kusudi ali ajitimize ndani ya hii dunia. Kwa hiyo je, we Mungu kakupa kusudi gani? Lazima ujitafute, ujue kwamba makusudi ya Mungu, alikuumba wewe kwa kusudi gani. Ukishajua yale makusudi iliyosababisha Mungu akuombe, basi simama ndani ya ile kusudi. Mungu atajifunua kwako kwa viwango vya ajabu kwa utukufu wa Mungu. Hakika Mungu wetu ni mwaminifu sana. Mungu wetu ni mweza wa yote, hakuna lisiloshindikana kwa Mungu. Hata mwana wa Mungu, nenda kwa uwezo huo, Mungu atatimiza ahadi zako na matendo yake yataonekana katika maisha yako. Hakika Mungu ni mwaminifu sana. Ni katika jina la Yesu na kutakia neema ya Kristo Yesu utufunike ndani ya maisha yako, uyaone kwa utukufu wake matendo ya Mungu wetu, Mungu wa Abrahamu. Yeye ni Mungu anayesema tunaweza mambo yote katika yeye atutie nguvu. Kwa maana tukiwa ndani ya Kristo Yesu, sisi tunayaweza mambo yote katika atutie nguvu, kwa maana yeye ni Mungu wa ajabu, hakuna kama yeye. Imeandikwa Wafilipi ile sura ya 4 na mstari wa 12, anakwambia nimejifunza kuziliwa, nimejifunza kuachwa, kwa maana Mungu aliye ndani yangu anaponiacha ananitweza. Anataka niuone ukuu wa Mungu ndani ya maisha yangu, niuone ukuu wa Mungu akijifunua kwamba yeye ni Mungu aliyemfinyanza, aliyeniumba. Hakika ukuu wa Mungu akajifunue kwako kwa viwango vya ajabu kwa utukufu wake, ukamuone Mungu, ukayaone matendo ya Mungu yakitendeka kwako kwa utukufu wake. Hakika Mungu wetu ni mwema sana, na kutakia neema Kristo Yesu ikufunike kwa utukufu wake.